wako asubuhi ya leo. Sisi kama wanawe Bwana tuendelea kwako kwa kuita Mungu, kwa kuita Bwana, kwa kuita Mwokozi. Ufalme unatosha, hauwezi kulinganishwa, hauwezi kufananishwa. Baba, heshima hizi ni zako, ndiposa tunyenyekea kwako asubuhi ya leo, tukiinua Bwana na kulishuhudia jina lako, tukiinua Bwana na kulitukuza jina lako katika jina la Yesu. Ni asante Bwana, ni asante Mwokozi, ni asante Mfalme. Father, we love you. We bless your holy name. Kila mmoja mwambie Bwana ni asante. Fungua kinywa chako mwambie Bwana. Fungua kinywa chako mwambie Bwana ni asante. Wakati kama huu mwambie Bwana ni asante. Asante kwa kila jambo. Asante kwa upendo wako. Asante kwa neema yako. Asante kwa kibali. Umetukirimia neema hii ya kwamba tumeweza kuingia katika nyumba yako ili Bwana tukakuabudu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuinue mikono yetu juu. Tuinue mikono yetu. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakutukuza, tunakubariki na kukuheshimu. Ni asante Bwana kwa wema wako, ni asante kwa baraka na ni asante kwa kibali. Tunapoendelea na ibada hii Baba, tunaomba kushindaniwa nao, tunaomba kuongozwa nao. Asante Bwana, tunulie kadri ya mapenzi yako na jina lako litukuzwe. Tunakupenda na tunakuheshimu kwa jina la Yesu Kristo tuomba yote na kwa jina la Yesu. Amen. Basi kila moja amen. Bwana Yesu atubariki. Bwana Yesu awe nasi. Tuanze kwa uimbaji. Tunaweza washangilia uimbaji kwa makofi. Thank you. God bless you so much. Amen. Hallelujah. Basi kila moja Bwana Yesu asifiwe. Nasema kila moja Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunaweza kukaa uweponi pa Bwana. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ametupea. Nimesema tunaweza tukakaa katika uwepo wa Mungu. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ametupa ili ya kwamba tukaweza kuwa katika nyumba yake na tukaweza kubarikiwa. Ninakaribisha kila moja mahali ulipo, wherever you are. I want to invite you to our today's service. Please feel welcome. I know there are those who are watching live, there are those who will watch maybe after this. God bless you so much. Those who are here, those who are outside, we want to invite you, we want to welcome you to our service today and tell you to follow us, and then we're going to be blessed together in Jesus' name. So God bless you all. God bless you all. I'm Reverend Titus. This is Igor's Christian Church, Maboko Adiriva. God bless you so much. God bless you so much. I want us to continue with the topic that we started last Sunday. I said it is going to be a series of not less than 4 Sundays that I will be preaching. And the topic that I'm handling is belonging to the family of God. Belonging to the family of God. I read a scripture last Sunday in the book of Galatians, chapter number 3. I read verse number 26, 27, 28, and 29. I will still start with the same, but I will also read another scripture so that I may build this message. And I'm sure somebody is going to be blessed. One of the things I want to assure you is this. Follow this word closely. Because I know it is the basis of all the blessings of man. It is the basis in which we can stand to claim our blessings to God. The moment we understand it, I assure you that you will never remain the same again. So let's have our reading this morning from the book of Galatians chapter 3 verse number 26, 27, 28 and 29. Then I will go back and read some other few verses, and the Lord will bless us in Jesus' name. This is what the Bible says. You are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who are baptized into Christ and clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. The same chapter, I read verse number 6, 7, 8, and 9 maybe. The Bible says, verse 6,
Consider Abraham. He believed God, and it was credited to him as righteousness. Understanding then that those who believe are children of Abraham. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announced the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So those who have faith are blessed along with Abraham, the man of faith. I stopped there last Sunday, and that's where I want to continue from. I want to take it up from there. And I said that those who are born again, they are children of God. Wale ambao tumeokoka, sisi ni wana wa Mungu na tuna haki mbele za Bwana kama mtu mwingine awaye yote. Unajua Mungu aliita Abraham na akamuita, akamfanya kuwa wake. Tulitaja maandiko katika Mwanzo 12 na tukasema Biblia inasema hivi ya kwamba Mungu aliongea na Abraham na akamwambia hivi. He called him, the Bible says, God had called Abraham and told him, leave your people, leave your land and your father's household, and go to the land that I will show you, and I will make you into a great nation. He went out and told him, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And the Bible says, he said, and you shall be a blessing. He told him that his people will be many. He will be a father of many nations. And that's where we are picking it from. That the promise of Abraham, where we have read in the book of Galatians chapter 3 from verse number 6, the Bible says that those who are believed in God, those who are believed in Christ Jesus, they are become the children of Abraham. And the promises of Abraham belongs to them. Hallelujah. Na usikiza mtu wa Mungu, eti wale ambao wamempokea Yesu wamekuwa wana wa Abraham. Na basi Abraham ahadi zile ambazo Mungu alimpea zimekuwa ni zake. Na lukia, wakati mwingine tunajishusha chini sana. Wakati mwingine tunajiona ni kama hatufai sana. Na tunajishusha, tunajidunisha, unaanza kulialia, ni kwa sababu haujui haki zako. Kumbuka, tunaongea juu ya kichwa ya kwamba sisi ni wa jamii ya Mungu, belonging to the family of God. Ni kupitia kwa Abraham. You see, Yesu alipokuja hakuwa anakuja kwa kila mtu. Biblia imetaja mara mingi ya kwamba alikuwa anasema nimetumwa kwa kondoo waliopotea wa Israeli, to the lost sheep of Israel. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana kifungu cha kwanza mstari wa 12, Biblia inasema kwamba Yesu alikuja kwa wale wake na wale wake hawakumpokea, lakini wote waliompokea aliwapea uwezo wa kufanyika wanawe. Now, ni kwamba that lost sheep of Israel, ama those lost sheep of Israel, walipomkataa tuliangukiwa na neema hiyo. Because wakati ule mwingine ulisema neema inamaanisha ni kibali cha kutunukiwa. It is unmerited favor. Yani kitu au kustahili, lakini kwa sababu ya sababu sa yule ambaye anakupea akaona wacha nikupee. Si kwamba wewe ni wa familia yake, si kwamba wewe una haki yote kwa hiki, lakini akakuonea wema wake na akakupea katika kiwango hicho. Kwa hivyo Waisraeli walipomkataa Yesu, Wayahudi aliokuja kwao Waebrania walipomkataa,
Akasema hapana, basi sirudi hivyo, bali sasa nimepeana hii kwa wale yote anayestahili. Biblia inaongea kuhusu tajiri mmoja katika Biblia ambaye aliwekea mwanawe karamu ya harusi ama sherehe za harusi. Na Biblia inasema kwamba akapeana mwaliko kwa watu wengi, kila mmoja akawaalika. Aliwaalika watu walioonekana mashuhuri, watu waliofaa, na akamwambia karibuni, maana ninamwekea mwanangu karamu ya harusi. Biblia inasema kwamba hawakuja siku ile. When the day came, they did not turn up. Akaangalia akakuta ukumbi hauna watu hawajakuja katika sherehe za harusi. Akaangalia watu walikuwa wamewapea kadi, hawajakuja. Watu walikuwa wamewapea mwaliko, hawajakuja. Ili nasema hivi ya kwamba kisha akawaita watumishi wake na akawaambia, sasa ninawatuma, nendeni kwa njia panda, barabara kuu na kila maeneo, yeyote mtakayempata mwambie sasa mwaliko uko open kwa kila mmoja, wakuje ili ya kwamba tusherehekee pamoja. Biblia inasema kwamba baada ya akawaalika wale wengine wakaja. Hiyo ni example ya mambo hayo ya kwamba Yesu alikuja kwa wale wake akawaalika, lakini walipokataa akasema basi mwaliko nimeuextend kwa kila mmoja alipo. Look here my friends, we have equal rights with Hebrews today. You can claim all the promises of Abraham in your life today. You can claim all the promises of Abraham in your family today. You don't need to live like you don't know what you're doing. The Bible says wale wote ambao wamebatizwa ndani ya Kristo wamefanyika kuwa wana wa Mungu, wana wa Abrahamu, na ahadi za Abrahamu zote ni zao. Hallelujah, Bwana asifiwe. The Bible says Abraham akaambiwa na Mungu, nitakubariki, uzao wako utakuwa mkuu, nitawabariki wote watakao kubariki. Nataka ushukuru hicho kipengele, nitawabariki wote watakao kubariki, na watakao kulaani nitawalaanukia. Shida tunayo kama watu wa Mungu ni kukosa kuelewa neno. The moment we understand the word, look here, getting saved is one thing. Na ndilo jambo la msingi la kwanza kabisa. Ukiisha okoka umefanyika mwana katika ufalme wa Mungu. Ukiisha okoka umezaliwa katika familia ya Mungu. Umekuwa, now you belong to the family of God. The moment you belong to the family of God, you can enjoy all the rights in that family. Hallelujah. The moment you get born again, you've been born to the family of God. And at that moment you've been born to the family of God. You have equal right with any other member of the family. You are entitled to enjoy all the rights and the privileges in that family. Sasa hapa ndio jambo linaanza. Hiyo kwa sababu umezaliwa katika familia ya Mungu, haki zote zilizopo katika hiyo familia ni zako. Una ruhusa ya kuingia kitchen, una ruhusa ya kuingia bathroom, una ruhusa ya kuingia kila mahali, na ukakuwa na uhuru wa kufanya kile unachotaka. Lakini sasa sisi tumeokoka lakini hatujajua hayo. Tunaishi kama sisi bado ni wageni katika hii familia ya Mungu. Familia ya Mungu iko na haki nyingi, iko na privileges nyingi. Shida iko hapa. Ukiisha okoka na usiyafuate maagizo ya jamii, utakuta ijapokuwa wewe ni wa familia, lakini unakaa ni kama mtoro, unakaa ni kama wakando, hata ukiingia unaogopa. We need to know our rights. Biblia inaongea kuhusu kijana mpotevu, the prodigal son. Alikaa na ndugu yake mkubwa, lakini ndugu yake mkubwa hakujua haki zake. Huyu kijana japokuwa alikuwa mdogo, shida yake ilikuwa hajajielewa kujimanage. Shida yake ilikuwa ni kama hajakomaa, ijapokuwa ameelewa that I belong to this family and I have rights and privileges. There are some things that belong to me. That is the issue. The moment you understand, you can access anything. Akaenda kwa baba yake,
Akamwambia, baba, ninaelewa katika boma hii tuko vijana wawili. Babake akamwambia, ni kweli. Akamwambia, kuna ndugu yangu na kuna mimi. Ni kweli. Basi akamwambia, basi iko hivi, naomba unipe mali yote ile ambayo ni yangu, kwa sababu naelewa hii mali iko hapa itagawanywa mara mbili, ya ndugu yako mkubwa na yangu. Babake akamwambia, hiyo ni kweli mwanangu, lakini wakati bado hujafika, si utulie wakati ufike. Akamwambia, hapana, ni yangu, ninangojea nini? I need my right. Bible says aliinsist mpaka babake akaona okay, he's asking for it's right. Akampea. Linasema kwamba alipopewa alienda nchi ya mbali na akaenda kuharibu mali ile, akaharibu na malaya. Look here. The problem was not taking. He took what belonged to him. The only problem ni kuenda kuharibu. Akalishukua na aelewa kumanage, hakuwa na shida yoyote. Na hapo ndipo tuko. Now look here. It is contrary to his brother. His brother, yeye alikaa nyumbani, hakuelewa mambo mengine. Ukitaka kujua kuelewa, wakati ndugu yake alienda akaharibu, Biblia inasema kwamba he came to his senses. He came back to himself. Unajua wakati mwingine tunakaa ni kama tuko mbali na sisi. So he came back to himself. Kwa hivyo tuko mbali na mawazo yetu, tuko mbali na akili zetu, tuko mbali na sisi. He came back to himself. Biblia inasema hivi ya kwamba akasema, je, niko hapa, ninahangaika, ninasumbuka, niko na shida nyingi. What am I going to do? Nitafanya nini? Biblia inasema ya kwamba the Bible says, alisema, kwa baba yangu kuna watumishi wengi, wanakula na wanazaza, wanakula na wamesi wakamaliza, lakini mimi niko hapa ninahangaika. Chachiko pale. Niko hapa mimi ninahangaika. What do I do? Akasema, nitarudi kwa baba yangu, nimwombe msamaha, nimwambie nimekosa mbele zako na nimekosa mbele ya Mungu. Tafadhali naomba unisamehe na unichukue tu kama mmoja wa watumishi katika nyumba yako. Biblia inasema kwamba alipoenda akafika babake, kumbe babake, wacha nikwambie, wakati mtu wa Mungu ambaye amezaliwa katika nyumba ya Mungu, wakati mtu wa Mungu anapotea, Mungu anafurahi. Biblia inasema kwamba baba yake, because this was more symbolic, it was like a symbol. Inatuonyesha vile baba yetu aliye mbinguni anasikia wakati tuko mbali. Biblia inasema kwamba babake alikuwa anakaa, aliona ile njia huyu jamaa alipotelea. Kwa hivyo akamwangalia, akaona akirudi. Kaangalia nakuta siku moja amekuwa akikaa. I want to believe alikuwa naomba akisema, mtoto wangu alipotelea hii njia akaenda akapotea. Naomba siku moja nimuone ametokezea yule alipotea, na akuje ingie. Ndio sema kwamba siku moja akamuona, akaona mtu, I want to believe aliona mtu anafanana na kijana yake, na akakuja kisha akakatamana ni yeye. Ijapokuwa alienda kama ana mali, lakini sasa anarudi hana kitu. Hiyo haikumkasirisha babake. Alifurahia because alikuwa amepotea. Kumbuka Yesu anasema mtu aliye na kondoo 99 anaachanga moja, anaenda kutafuta zile zilizopotea. Hata kama ni anaacha 99, anaenda kutafuta moja iliyopotea. Linasema kwamba alipokuja akafika mbali, akaanza kupiga magoti, kumwambia, baba yangu, ninakuomba msamaha, nilikosa mbele zako na mbele za Mungu, naomba unisamehe. Hata usinichukue kama mtoto wako, bali nichukue kama mmoja wa watumishi hawa. It is not easy. Hauwezi ukafananisha mtoto wako na watumishi hata kama amefanya makosa. Lazima akamwambia kuja, na akamkumbatia, akatumana, nendeni mkalete pete. Akawekwa pete, nendeni mkachukue moja ya ng'ombe ambaye amenona, tumchinjie, maana mwanangu alikuwa amekufa na sasa amefufuka, alikuwa amepotea na sasa ameonekana. Saa hizo ndugu yake mkubwa anatembea shambani kama mmoja wa wafanyikazi huko, because kuna haki ya elewi yake. Unapokuwa uelewi haki, unatembea ni kama umepotea. Lakini unapojielewa na unaelewa haki zako, unatembea ukiwa na ujasiri na unajielewa. Akakuja akiwa kwa mbali, akasikia
makelele na mambo mengi nyumbani. Akauliza mfanyikazi mmoja, what is going on? Akamwambia, ndugu yako aliyeenda akapotea amerudi. Akanuna. He was not happy with that. Akanuna, akakasirika, na akakuja kwa baba yake sasa for the first time kumwambia babake. Badala ya mwambie mambo mazuri, sasa amekuja kumngombanisha, kwa sababu huyu jamaa alienda karibu mali na sasa amerudi hana kitu. Akamwambia, babangu, what are you doing? Akamwambia, ndugu yako alikuwa amepotea na amepatikana, alikuwa amekufa na sasa amefufuka. Tunasherehekea, tumemchinjia huyu ng'ombe mmoja. Akamwambia, babangu, nimekaa hapa siku zote na sijaenda. Huyu ndugu yangu alibeba mali yote yake akaenda, na mimi hujawahi kunichinjia hata mwanambuzi. Analilia mwanambuzi, ajui haki zake ya kwamba zile ziko pale zote ni zake. Anasema, babangu, haujawahi kunichinjia hata mwanambuzi, lakini ukweli ni kwamba zote ziko pale, hata sisa ndugu yake ni zake, lakini analilia babake hagemchinjia mwanambuzi. Hiyo inamaanisha kuna haki zake alikuwa elewi. Wakristo tunasumbuka hivi wakati hatujui haki zetu. Mungu ametuwekea kila kitu. Ametuambia ikiwa wewe, anasema ikiwa wewe umeokoka, if you are born again, if you belong to Christ. Galatians chapter 3 verse 29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and you are heir according to the promise. Titus chapter 2 verse 14. Biblia inasema kwamba Yesu akajitafutia watu kwa ajili ya jina lake. We belong to the family of God. So we have right to the things of God. We have right to the blessings of God. But we will not enjoy them until we understand this. Nimesema kuokoka ni jambo moja, lakini kudumisha wokovu na kukaa katika maadili ya wokovu ndio inakusaidia sasa kuingia katika baraka zote. Watu wengi waliokoka lakini hawajakubali kuingia katika maagizo, hawajakubali kukaa katika maagizo ya wokovu. Sikiza, Mungu alipomuita Abraham, kuna mambo mawili alidimandi kutoka kwake, na haya ndio nataka tuyashike watu wa Mungu. Wewe unayenisikia, wewe unayeniangalia, na wewe watu wamekaa hapa. Abraham, Mungu alidimandi kitu kimoja kinaitwa uaminifu, faithfulness. Kitu cha pili alidimandi kitu kinaitwa utiifu, obedience. And God always works with those two things. Ikiwa unataka kuenjoy privileges, ikiwa unataka kuenjoy promises, ikiwa unataka kuenjoy mambo yote ya kwa Mungu, you must be faithful and you must be obedient. What is being faithful? Kuaminika ni kujua wewe ni nani na ukae katika mpango huo. Mtu mwaminifu anashika njia na anatembelelea hiyo njia. Siku ya leo nikikupea barua na ambayo imefungwa, nikwambie nataka unipelekee hii barua kwa mtu fulani, how many people watafikisha? Amini, ijafungwa, nimeweka tu barua ndani na iko na maasha na sijafunga. Shika hii barua nifikishie kwa mtu fulani. Ni watu wangapi watafikisha ile barua wakiwa hawajafungua, kaangalia ile content iko ndani? Kwa sababu ndio uaminifu. Ya kwamba unaweza fungua, unaweza you can carry an open letter and take where you are supposed to take without reading the content. That is what we are calling faithfulness. Ya kwamba unaweza ukakaa hivyo tu, hata kama mambo yako namna gani, unatumika katika circles zile umeambiwa utumike na hujakubali kupita mipaka. Obedience ni nini? Utiifu. Utiifu ni kuhakikisha kwamba kuna mambo you are supposed to do and you do them. There are things you are supposed to do and you do them. That is what we are calling obedience. Katika siku za wokovu kuna mambo mengi sana. Mungu anaangalianga utiifu wako. Anaangalianga wewe mwenyewe uko mtiifu kiwango gani ili akubariki. Biblia inasema kwamba atakaye kuwa mwaminifu na kidogo atapewa hata kingi ili akaweze kuaminika nacho. Atakaye kuwa mwaminifu na kidogo atapewa kingi. Nini?
ambaye atakuwa mwaminifu na kile kidogo, hata kingi hana haki ya kupewa. You can imagine of that. If you are not faithful with a little, you will not be given much. God is looking at your heart to see how faithful are you in those things. Wewe uko mwaminifu kiwango gani katika hicho kidogo ambacho Mungu amekubariki nacho? How faithful are you with that little that God has given you? How faithful are you? It is good to be faithful with that little that you have. It is good to make sure that you are faithful with that little that you think you are. Look here. Kuna watu Mungu amekosa kuwapandisha cheo kwa sababu hawajakubali kuaminika ama kuwa watiifu na waaminifu na kile kidogo ambacho Mungu amewabariki nacho. You know, God looks at you and says, I want to see how faithful you are. I want to see how obedient you are. So that I will lift you to another level. Na wewe mwenyewe unajikwamisha mahali pale pale kwa sababu haujakubali kufuata na kuyatenda maadili ya Mungu. May the Lord help us today and understand that we belong to the family of God. But for us to settle in that family of God, kuna mambo mawili sana yanahitajika kwetu: utiifu na uaminifu. Na tukiwa na utiifu na uaminifu, we can even challenge God. We can challenge God. Tunaweza tukamtia Mungu changamoto ili tupande kiwango kingine. You know, when you have been so faithful, when you have been so obedient to God, you can ask God, kwa nini nimekaa in this one level for all that long? What is my problem? Because many times, mara nyingi hatukuamangi kwa sababu za Mungu, na tunaanza kusema Mungu ni mwaminifu wakati wake, lakini wewe mwenyewe ndio umejikwamisha. Watu wa Mungu, listen to me. We belong to the family of God, and we need to live at the standard of the family of God. It is too ironical wakati tunasema sisi ni wa familia ya Mungu, ili hali maisha yetu haifikii kiwango hicho. It is ironical. We need to live to that standard. The way we confess with our mouth, it is the way it is in our life. Tukikaa hivi, bila shaka tutaona Mungu. Lakini shida si Mungu, shida ni sisi. Maana Biblia inasema kwamba I will curse those who curse you, and those who bless you, I will bless. Yet, many of the saved Christians, many of the born-again Christians who claim to be faithful to God, they are living in fear. Nisema wewe mtu ananiangalia vibaya na ninaona kama ameniendea. Wacha nikwambie, if you are serious and faithful and obedient to God, hata akikuendea, watakuendea, hawatakosa kukuendea, but they can do nothing to you. There is nothing they can do to you. They will go. Najua shetani ana tabia yake, na mambo mengine ya shetani ni tabia, ni lazima yatende. Kama vile Biblia inasema ya kwamba his native language is lies. Lazima atakuwa mwongo, hata tukatae ama tufanye nini, because hiyo ni tabia yake. Lakini position yetu mbele za Mungu ni gani? If for sure we are serious with God, we live right with God. Let me tell you something. Nataka kumalizia hapa. Kuna shida. Wakristo wa kweli, kuna interest imemgrow kidogo, kwa sababu tunapenda ombewa na waombezi. Na nimefuata kama hapa mjini hapa tuko, kuna waombezi wengi na wengine ni wanganga. I can tell you, and I can show you some of them ambao ni wanganga. Ndio ndio Wakristo wanaenda pale, they are flocking there. Wanafanyiwa uganga na wanapiwa maandili, utaenda ufanye hiki, nenda ushukue maji, fanyana nayo hivi. Mambo ya Mungu hayana macharity haya. Nikikuombea nimekuombea, wacha na macharity mengi. Macharity yale nitakupea ni yale Yesu alikuwa anapeana. Nenda uishi vizuri, jambo baya lisitendeke.
Lakini unaambiwa nenda weka maji, ukifika kwa nyumba yako nenda uweke maji kwa karai, then ukiweka maji kwa karai fanya hivi, ama weka chumvi ndani, ukiweka chumvi ndani mwaga kwa kila mahali. Hayo ni masharti ya mganga. Believe me. Najua shida ile tuko tunapenda waonaji. Mtu yule atukwambia nimeona hiki, mjomba wako ama andi yako ndiye anakuroga, sijui nani ndiye anakufanyia. Hata si necessarily mimi nitachukua. Na kwa sababu huyo mtu tumeingia tukakuta hapo na Biblia tukafikiria ni mtu wa Mungu. Wengine ni waganga. I have followed and some of these people they are not good. We live wewe watu wa Mungu. Tukaeni vizuri kama watu wa familia ya Mungu. Tusiongopeshwe sana na mambo mengine. Tumtazame Yesu Kristo. Tumtazame Mungu ambaye ndiye mwanzilishi wa imani yetu. Biblia inasema kwamba ndiye atakaye kuja kuikamilisha. Na bila shaka mambo yetu yatakuwa vizuri. Bwana Yesu atubariki. Bwana Yesu atusaidie ili kwamba tuishi katika maadili ya Mungu. Hebu tusimameni. Nitataka tuendelee ile level nyingine mbele. Kwa leo acha tumalizie hapo, na Bwana Yesu akuwe wa kutubariki. Tusimameni na tuinue mikono yetu juu tunapomwambia Bwana tuni asante.